leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Blasi. Huyu alikuwa ni shahidi na alikuwa ni askofu. Alisifika sana kwa kuwaponya watu magonjwa yao, hasa yale ambayo yalikuwa yanasumbua kuhusiana na koo na shingo. Na hivi katika adhimisho la ibada ya misa, sisi sote tutapata baraka hiyo kutokana na riti ya kanisa inavyotufundisha, inavyotuelekeza. Tunajua kuna magonjwa yanayohusiana na koo, husiana kansa ya koo na mengine ya shingo. Kumbe Mtakatifu Blasi yeye alikuwa mponyaji na alisifika kwa kuwaponya wagonjwa wa namna hiyo. Lakini pia katika liturujia neno la Mungu tutasikia Bwana wetu Yesu Kristo anamponya binti wa Yairo na yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Jambo ambalo lililowafanya wapone ni kuwa na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni misiba miwili. Sisi tumezoea tafsiri yetu ya msiba, mmoja wetu anapoondoka duniani, Mwenyezi Mungu anapomuita, tunatafsiri kwamba ni msiba. Lakini pia hata lile jambo ambalo linakusumbua kwa muda mrefu, linakupa huzuni, linakupa uchungu moyoni, linakupa machozi, huo ni msiba. Kwa hivyo maandiko matakatifu siku ya leo yanatufundisha na yanatuelekeza katika misiba yetu ya namna hiyo tumwendee Yesu, tuwe na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama alivyokuwa nayo Yairo, Yesu alimponya binti yake, lakini na mwanamke huyu alikuwa na imani na Bwana wetu Yesu Kristo. Alisema, hata nikigusa pindo la vazi lake nitapona. Kwa sisi ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa daima katika masumbuko yetu, shida zetu, misiba, tuwe na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu.